Kuna mtu mwingine yuko wapi? Nataka Mungu, yaani una jambo ambalo linaendelea kwako, nataka Mungu akusikilize. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Feda. Baba, nimepitia changamoto nyingi sana ya kimaisha. Ndio. Nilikuwa mimi na vijana wangu nawapa kazi ya mkataba wa bodaboda. Niliweza kujikakamua mpaka nikafikisha bodaboda 6. Ukafikisha 6. Ukafikisha bodaboda 6. Wananiletea kila siku 10,000. Kwa hiyo kila siku ulikuwa unaletea 60,000. Kwa hiyo kwa mwezi ulikuwa unapata ikaenda kwa siku 60,000, kwa mwezi 1,800,000. Kwa mwaka, kwa miezi 10, 18,000,000. Baada ya kujitafuta baadaye nikasema subiri nikatembelee tu nyumbani nikawasalimia kwa muda mrefu. Nikaenda kijijini kwetu nikanunua vizawadi nikaenda kuwapa kijijini. Ukanunua zawadi ukaenda kijijini. Hapo ndo ulipokosea. Baada ya kufikisha zile zawadi mama yangu alinisia akanikataza. Mwanangu sitoi zawadi. Mama alikuita. Akakataza. Akanikataza hizo zawadi acha zikae hapa tutawapa ndugu wa karibu. Nikasema mimi niokoka namjua Yesu, siwezi kumuogopa mchawi. Ukasema haumuogopi mchawi. Nitampa tu. Utampa tu yeyote. Nilipochukua zile zawadi nikawapa wale watu, mimi nikakaa ndani ya wiki 2 nikageuka kuja Dar es Salaam. Ndio. Mambo yalianza kuvurugika pale pale. Wale waliokuwa wanaleta hesabu ya bodaboda wakawa mtu analindikiza anamaliza mwezi mmoja janipa hela, mwingine anakuwa anamdai 700,000, mwingine anamdai 1,000,000, napata hasira nauza ile bodaboda kwa bei ndogo. Na inunua bei kubwa lakini nashangaa napata hasira. Naiuza kwa bei ndogo. Na hii hela nikishaipata sasa cha kufanyia siwezi kupata ile riski ambayo nilikuwa napata kwa biashara nyingine, siwezi, inasimama sasa. Na kwa ile hela nikishamaliza kula nilizouza bodaboda natamani niuze nyingine tena. Kijana ananisumbua. Kwa hiyo naweza kazilindikiza hata 3 kwa siku ndani naziuza bei ya sala. Ikaenda baadaye tena nikaja nikaibiwa hela kwenye simu. Ukaibiwaje? Yaani niliibiwa kwa njia ya mtandao 1,900,000 na 40,000. Ilikuwa kwaje mpaka ukaibiwa? Hiyo simu nilibadilisha naweka kwenye akaunti nyingine naweka kwenye simu ya kawaida. Sasa kuna mtu alikuja akaniambia Madiana tunaomba tuanze kutukopesha hela mikopo hii ya riba hii. Nikaa nakopesha. Wakaanza kuwa wananisumbua, nikaanza kuvurugikiwa hapo. Kwa hiyo baada ya kuhisi kwa iliyoibiwa hela, kuna mtu alikuja ndani kwangu akaniambia Madiana nina vocha shilingi 2,000 nipe niunganishe niangalie MB kwenye simu yako. Ndio. Nikampa hiyo simu. Niko kwenye mfungo. Nikampa ile simu. Baada ya kunirudishia ile simu muda wote hiyo siku ulikuwa umefunga. Na hiyo siku ukaibiwa. Sikuibiwa simu. Baada ya kumpa hiyo simu. Ndio kaibiwa hela? Kaibiwa hela. Na bado huko umefunga. Na bado niko kwenye maombi nikaibiwa. Baada ya kuibiwa hela kwa muda ule sikujua. Baada ya mtu kunitumia pesa, mbona salio linipungua? Nikawapigia kaniambia unatoa hela kiasi fulani. Nikamwambia mimi sijatoa. Akaniambia unatoa. Nikahangaika polisi, nikatrack ile namba, nikahangaika, mfumo sasa wa maisha ukavurugika kuanzia hapo. Nikaenda mahakamani, mambo yakawa ni mengi, nikachanganyikiwa. Kila nakokwenda nazidi kupoteza hela lakini mafanikio siyapati. Ndio. Nikaamua kusema bwana niache nimwachia Mungu. Yule kijana nilomtuhumu kwamba kanibia hela nilimpeleka polisi, tukaenda mpaka mahakamani. Ghafla tu moyo ukaja wa kumsamehe. Nikadai mahakamani nikamwambia uko tayari kumsamehe? Nikamwambia niko tayari kumsamehe. Lakini kila nikilala nafsi inaniuma kwamba kwa nini nimsamehe yule mtu? Basi nikaenda ndio maisha yakaendelea baba kushuka. Nikaona bodaboda zote nishafilisika. Nikaanza kuwa nachukua vitu chakavu napeleka Dodoma. Nikaanza tena na msingi mkubwa. Tena huo msingi ukaenda ukakata wote nikabaki 0. Nikarudi nikaja kwenye afkeki kupika. Najaliwa na wateja lakini baba kila hela nakushika inayayuka ile hela. Nikarudi nikaona mpaka maisha yashanishinda nataka kurudi kijijini. Kila nikikaa ninafikiria kujiua kwa sababu nilikuwa naitwa bosi, sasa hivi nimebaki maskini. Vijana ananipigia simu, bosi tunataka mkataba. Na nyamaza nifanye nini sasa? Nikaanza kuuza uji nao unanichanganya. Inafika muda baba mpaka hata kulipa ile kodi inanishinda, kodi ya chumba kimoja. Nilikuwa na vyumba 2
Nikarudisha, nikaanza kuwa naishi chumba kimoja. Ndio. Baba, napitia changamoto mpaka sasa sijapata ufumbuzi. Changamoto inatokea ni wapi nilikokosea? Ulikwenda kijijini na Zawadi? Ndio. Mama akakwambia? Mama akanikataza, mwanangu, zawadi hizi mwanangu siache. Siache. Tutazigawa zizi kwa ndugu wa karibu. Nikakataa. Wewe ukakataa. Siku unagawa zawadi, siku ya pili ambayo uligawa zawadi, ni siku ya pili ambayo uligawa zawadi, ndio siku ambayo walikunyoa hapa usiku. Kaa kwenye kiti chako. Wale mlionao karibu, mwangalieni hapa, ni upara mkubwa tu hapa. Hakuna kitu kibaya kama uchawi ambao unanyolewa. Akili inavurugika. Unapanga A, badala ya A linaleta matokeo B. Kama mmeshaona nipigieni kelele, niambieni tayari. Tumeona baba. Umeona eh? Umeona. Mwekeeni kidole ili yeye mwenyewe ashike, alafu atasikia kabisa kwamba hapa hakuna nywele. Mwekeeni kidole chake. Unasikia nywele zipo hapo dada? Zipo. Ni kipala au ni nywele? Ni kipala. Ni kipala eh? Ndio. Basi hicho mpaka siku nywele zikiota hapo ndo utaishika hela. Na zioti mpaka unakufa. Nisaidie baba, nihangaika sana na watoto wawili. Baba yao watoto yuko wapi? Alifariki. Ukabaki na watoto? Ndio. Haujapata baba mwingine? Nilipata baadaye, kama ni mume wa mtu nikamwacha. Unatafuta mwingine au utaki kabisa? Natafuta mwingine. Unatafuta mwingine? Ndio. Unataka tukuombee nini? Mba uchumi wangu inuke baba. Upate mume kwanza au uchumi uinuke kwanza? Uchumi. Si upate mume kwanza afu ndo uchumi uinuke. Naam? Uchumi uinuke baba. Mimi nataka nikuombee upate mume, ukishaingia kwenye ndoa alafu uchumi uinuke. Wewe unasemaje? Ndio baba, vyovyote itakavyowezekana. Wamama nyie mnasemaje? Tumuombee uchumi kwanza au mume kwanza? Wanawake wangapi wanasema mume kwanza? Wanawake wangapi wanasema uchumi kwanza? Unaona wanawake wa siku hizi? Umeona? Wanawake mnaosema uchumi kwanza semeni amina. Mnaosema mume kwanza semeni amina. Unaona eh? Mama Gwajima hawa ndio wamama hawa. Sasa hivi ni uchumi kwanza, mume baadaye. Mume hata Yesu upo, si ndio eh? Naomba package. Leo siombi, leo naomba package tu. Njoo uchukue hii package. Kufika mwezi wa 8 utakuwa unatoa hapa ushuhuda mwingine. Mwezi wa 8 tu. Mwezi wa 8 tu. Huyu anakwenda kuwa na uchumi mkubwa sana na anaolewa.